tulikuwa tunaendelea kutoa taarifa tu kwamba barabara imefunguka. Barabara imefunguka na sasa basi ya abiria, magari madogo yanaendelea kupita, na tumetoa kipaumbele kwa magari ya abiria, tumetoa kipaumbele kwa mabasi mabasi ya abiria na magari madogo ili kuweza kuwapa nafasi wananchi waweze kuendelea na shughuli zao. Kwa hivyo la msingi la kwanza ni kwamba huduma za usafiri na usafirishaji kwa mikoa ya kusini imerejea, na kipaumbele chetu ni magari ya abiria, magari madogo, alafu na magari ya mizigo pia vile vile. Na ile nyingine ambalo ningetamani lieleweke wazi, hii iliyotokea ni dharura, na wakati dharura hii inatokea ni kwamba kazi ya ujenzi wa madaraja yale ambayo ni ya kudumu ilikuwa ikiendelea. Kwa hivyo maana yake isije kuonekana kama vile labda kila siku tunashughulika na dharura. La, kazi ilikuwa inaendelea. Madaraja tulionayo hapa ni 5 yaliyokuwa katika hatua mbalimbali, na yote yapo katika stages mbalimbali. Vile kwamba ujenzi wa daraja sio kama vile ni jambo la wakati mmoja au wa muda mfupi. Ni hatua, tengenezwe nguzo, likomae, limwagwe zege, likomae. Kwa hivyo hatua kwa hatua. Naomba niwatoe hofu Tanzania, wasikie wakadhani kwamba toka ilipotokea dharura ya mwaka jana kuna serikali ilichokifanya. Serikali imechukua hatua madhubuti kabisa, na kila mahala yuko mkandarasi anafanya wajibu wake. Hili lilotokea leo ni sehemu ya dharura, kama ambavyo wakati wote dharura inaweza ikajitokeza. Narudia kuwashukuru sana wananchi wote kwa uvumilivu, na shukuru sana kwa subira, lakini vile vile tunaendelea kuwashukuru sana wakandarasi wetu, wataalamu wetu wa TANROADS, na wote tunamshukuru kwa namna ya kipekee kabisa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa moyo na msukumo mkubwa wa kuhakikisha kwamba kazi hii tunaifanya usiku na mchana bila ya kuchoka. Kwa upande wa kituo cha mabasi cha Mbagala, ambacho ndio kama kituo kikuu kwa mabasi yanayokuja kusini, kwamba wamezuia watu kuja, tunaomba watu waendelee wabebe abiria na waendelee kuwasafirisha watu, kwa sababu ukweli ni kwamba sasa hivi barabara imefunguka. Kilichobaki nacho ni kuimarisha tu. Tunaendelea kuimarisha hatua hadi hatua, na ili ukweli tuwatoe hofu wa Tanzania kwa dharura hii tumeidhibiti na maisha yanaendelea. Na nirudie kusema, hiyo haimaanishi kwamba sisi tunadili na dharura tu. Kazi ya ujenzi, unaweza ukaona hili ni lori kubwa kabisa, na lenyewe tayari limekwisha kupita, na malori mengi sana yameendelea kupita. Tutaendelea kutoa kwa hesabu gari ngapi za abiria zimepita, gari ngapi ndogo za wananchi zimepita, na vile mabasi ya wananchi ni mangapi yamepita. Kwa hiyo hayo mabasi yaliyoko Mbagala, yaliyoko Lindi, sasa yaje yapitishe watu yaliyoko Mtwara, ili Watanzania waendelee na shughuli zao kama kawaida. Na vile vile tunawashukuru waandishi wa habari, reporters wote, kwa kuwa mmekuwa mkiwaeleza Watanzania kile ambacho kwa hakika kinaendelea hapa katika site hii ya Somanga, lakini na vile vile ile ya upande wa Matano.